aliposema weka katikati hapo kwa mara ya pili, tukashangilia tena kwa mara ya pili. Hiyo ndio raha ya VAR. Na Jean Charles Ahoua ni master, alishajua yule kipa lao refu nafanyaje kumfunga, wacha nimpigie uvunguni. Kwa hiyo kapigwa moja na tambaa kama nyoka kunyama. Kwenye goli la pili ambalo kosa pia uko na hali gani pale? Kwanza kaweka pasi au akapunguza wa kwanza, akapunguza kipa nyavu hizi hapa. Nilikuwa nimeshasimama kushangilia. Na naamini kila mwana Simba, kwa sababu katika maeneo kama yale Jean Charles Ahoua hakuna namna anaweza akakosa. Lazima ukubali hilo kwamba Jean Charles Ahoua kwenye eneo lile anakuwa na utulivu zaidi ya maji kwenye mtungi. Leo sijui kitu gani kimetokea, tuseme hayakuwa mapenzi ya Mungu na bahati haikuwa yake. Na mpira una mambo mengi ndugu zanguni, mpira una mambo mengi ndugu zanguni. Yes. Sasa nilikuwa nishanyanyuka kusema kwamba kazi na lile goli lilikuwa la mwishoni kabisa. Goli. Lakini amefanya kazi kubwa ya kumpunguza goli kipa kwenye kupasia tu nyavu pale. Ndio ambayo katokea bahati mbaya, ngoma ikaenda nje. Mimi niwaambie wana Simba, hatuna sababu yeyote ya kumlaumu Jean Charles Ahoua. Ametimiza majukumu yake ipasavyo hii leo, ametufungia goli moja na amekosa goli jingine. Ni hali ya kimchezo, hali ya kimpira, pressure ni kubwa, muda umeisha. Kama itoshi mpinzani anakuja huko nyuma naye anakuja na pressure yake, akakosa utulivu, akapiga nje. Jukumu letu kama wana Simba ni kusimama na Jean Charles Ahoua. Tusifanye upande mmoja sumu, upande mmoja maziwa. Jean Charles Ahoua anatakiwa kuwa upande mzima maziwa, kwa sababu goli la kwanza amefunga yeye na goli la kumaliza shughuli akakosa. Ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Tuendelee kumpa moyo, tuendelee kuwapa moyo, kwa sababu tunahitaji akili ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunahitaji miguu ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunawahitaji wachezaji wetu wote wakiwa kwenye utimamu wao kwenye mechi ya marudiano. Twende tukafuzu Afrika Kusini. Mimi ni wahakikishie tutarudi hapa tarehe 28 ya mwezi wa pili kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, mwezi wa 4 tukiwa final. Semaji pale kwenye VAR check, baadhi ya wachezaji walikuwa wanahamasisha muulize basi. Mapicha tunahitaji tunasema Anaweza akapiga goli chini hapa. Hamna dakika chache. Sina. Kama tumekubaliana Shusha kidogo na hizo mic. Tuko vizuri. Muulize basi. tuanzie hapo kwenye ushindi. Shabiki ukiona mbamba, lakini ni wenye manufaa kwenye hatua hii ya nusu fainali. Ushindi wenu hapa jioni kuelekea mchezo unaofuata. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi ndogo kwenye mechi ya hatua ya finali, hasa ya michuano ya Afrika. Kila ushindi una thamani kubwa, kila ushindi una count kuelekea hatua inayofuata. Sisi kama Simba tunayo furaha kubwa kwa ushindi tuliopata, na unatupa nguvu na morali ya kujipanga kuelekea katika mechi inayofuata, mechi ya marudiano. Na kwa lugha nyepesi tu naweza kusema ya kwamba Simba tunafikia kwenye hatua ya finali. Ukiangalia kwa mfano mechi za jana za ligi ya mabingwa Afrika, mechi zote mbili za hatua ya nusu finali, hakuna hata timu moja ambayo imepata walau goli moja katika timu zote 4 na mechi zote mbili. Hii ni dhahiri shahidi ya kwamba hii ni hatua ngumu kweli kweli, ambapo utakachokipata hauna budi kujipongeza, kumshukuru Mungu na kujipanga kwenda kumalizia kazi katika mechi inayofuata. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa kwa maana ya magoli 2, 3 na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa hitajio la watu. Goli moja wanaona bado halijawakata kiu, lakini mimi niwaambie wana Simba,
goli hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kazi kubwa vijana wetu wameifanya, wanastahili pongezi, na wala mwana Simba asiingiwe na ubaridi ya kwamba tumepata bao moja basi shughuli yetu imeishia hapa. Mimi niwaambie wana Simba, goli moja tulilopata katika mechi leo lina maana kubwa mno, lina umuhimu mno, ni goli lenye thamani kubwa mno, na ni goli ambalo litatupeleka fainali ya Afrika msimu huu. Watu wala wasiwe na wasiwasi, hawa sio aina wapinzani wa kumnyima Simba fainali ambayo tumeisubiri kwa zaidi ya miaka 22. Hawa wapinzani sio wapinzani wa kutufanya sisi tukakatisha safari yetu ya mafanikio ya kwenda fainali. Hawa ni wapinzani ambao wako ndani ya saizi yetu kabisa, na tulichokipata leo kina maana kubwa kweli kweli kuelekea mechi ya marudiano. Kwa ufupi tu niseme ya kwamba hatuishii hapa na iona fainali. Semaje nusu fainali ya kwanza Simba yani ugumu wa hatua hii, ukiangalia hata Stellenbosch mwenyewe amefuzu kuja hatua ya nusu fainali kwa goli moja tu dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo hatua kama hizi, robo fainali na kuendelea, ni hatua ngumu kweli kweli ambazo unachokipata kina maana kubwa. Laiti kama tungekuwa tumefungwa mechi ya leo au tumetoka sare mechi ya leo, tungeweza kuanza kujiuliza inakuwaje. Lakini as long as tumepata ushindi katika mchezo leo, tunayo confidence kubwa kweli kweli ya kwamba mnyama anavuka na kwenda finali. Ugumu wa hatua hii ndiyo ambayo umepelekea mechi kumalizika kwa namna hii. Kwenye hatua ya nusu finali usitegemee utamfunga mtu goli 6, goli 5. Hizo ni hatua za group stage hizo. Unaweza kumkamata mtu kamkaanga kweli kweli, lakini ukishavuka kwenda robo finali, kwenda nusu finali, hizo huwa ni hatua ngumu kweli kweli ambazo zinaamuliwa na matokeo machache mno, aidha kwa goli moja, goli mbili, ama wakati mwingine hata kwa matuta. Lakini kwa Simba Sports Club ambacho tumekipata hii leo kinatuvusha. Ya kweli Mpanzu ameendelea kuonyesha ubora wake, kwenye kila mechi anaonyesha improvement ya hali ya juu. Ni dhahiri shahidi ya kwamba miguu na akili ya Mpanzu ni vitu ambavyo wana Simba tunavihitaji sana kutupeleka fainali, na as long as timu yetu ina elimu Mpanzu, sioni Simba hii ikiishia hapa. Yani hakuna namna yeyote Stellenbosch hata kama atakuwa nyumbani kwako akatufunga goli 2 bila. Simba ya hivyo sioni, ndugu yangu msamaha. Simba ya hivyo sioni zai. Simba ya kufungwa goli 2. Simba ndani kuna Mpanzu, Simba ndani kuna Abdulrazak Hamza, ndani kuna Musa Kamara. Simba ya kufungwa goli 2-0, Simba hiyo haipo. Na hili halihitaji ramli kubwa, linahitaji historia fupi tu. Tumeanza safari yetu na Al Ahly Tripoli bila nyumbani kwao, tukamkaanga 3-1 Benjamin Mkapa. Tumeenda kwenye group stage, mechi za ugenini na kutajia namna ambavyo Simba tumefanya ukatili mkubwa ugenini safari hii. Tulianzia Constantine tukafungwa 2-1, tukaenda Sfaxien tukashinda 2-1 bila, tukaenda Angola sare ya 1-1, tukaenda Misri tukafungwa 2 bila, nyumbani kwetu tukarudisha 2, tukaenda kwenye matuta. Kwa mimi sioni Simba ya kwenda kutawaliwa Afrika Kusini. Sioni Simba ya kwenda kufungwa bao 2 bila Afrika Kusini. Simba hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, ninawahakikishia Simba hiyo haipo, na mnyama anakwenda fainali. Orlando Pirates pale Afrika Kusini. Tahadhari gani mwachukua sasa mnapokuja ardhi ile? Ya historia inamata. Mara 2 tumepoteza robo finali kwenye ardhi ya Mkaburu, ardhi ya Zulu, ardhi ya Mandela, ardhi ya Afrika Kusini. Sasa hiyo inakuwa kama wanasema kichocheo, kitu ambacho kinatuwezesha sisi kupata nguvu ya kwenda kufanya vizuri. Na mechi hii inataka kufanana na mechi ya Orlando
tulimtandika bao moja hapa, akaenda kwao akarudisha moja, tukaenda kwenye matuta tukang'olewa. Sasa ile Simba ile na Simba hii ni tofauti sana. Hii ni Simba ambayo ina mambinu mengi na mautala mengi ambayo yanatupa sisi ujasiri ya kwamba Stellenbosch, na hata ukiweka kwenye mizani Stellenbosch na Orlando ni timu mbili tofauti. Sasa Orlando tuliweza kumdimia, tukaenda mpaka matuta, tukatolewa kwenye penalti. Sasa basi huyu Stellenbosch tunaweza kumsimamishia shilingi vizuri tu, ili wala alihitaji jirani kuja kutusaidia, ili wenyewe Simba Sports Club tunaliweza, tunamsimamishia shilingi yule pale pale kwake, hata amini macho. Goli moja ambalo umelipata, pengine mchezo huu ambao umeonyesha leo inatoa taswira gani katika mchezo wa marudiano? Mechi ya marudiano Simba anakwenda. Hiki ndio kitu Bethany anaenda kubadilishia au kawaambia Watanzania, Simba pamoja na kupata goli moja lakini anakwenda finali. Sasa msabaha kuuliza kuchezea katika mji mwingine. Sasa tunachotaka ni kuwa surprise, yani sisi tuwe wengi zaidi. Kwa nichukue nafasi hii kuwaomba mashabiki wa Simba, na uzuri Johannesburg tunatawi pale, wekundu wa Johannesburg. Nichukue nafasi hii kuwaomba wekundu wa Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town, maeneo yote ya mji wa South, sio tu hapo, wana Simba waliopo Zambia, waliopo Botswana, waliopo Uswatini, Zimbabwe, wote tukusanyike kwa pamoja Afrika Kusini kwenda kuipeleka Simba yetu nusu finali. Tukiungamana tukawa wengi, huyu atufungi hata iweje, nakwambia atufungi hata iweje, sisi tukatolewe na Stellenbosch, tunaiona finali hapa, tutaenda kufia. Jana hamna timu yote ya South ambayo imepata goli kwake. Tufungulie. Nini? Hamna timu yote ya South ilipata goli nyumbani kwake pale. Na mechi marudiano hawatupata goli Kama wapata zao. Tutawageukia. Wewe Simba tayari finali hapa.